Amen, amen, amen. Asante. Asante sana. Mungu. Yesu asifiwe sana. Siku ya leo tunaendelea na somo linalohusu upendo, somo ambalo linachukua hii kama wiki ya pili. Tunazungumzia upendo katika familia zetu. Tuliona mara ya mwisho kivuruge, tukamjua kivuruge ni mtu wa aina gani. Tukaelewa kwamba kivuruge ni mtu anayevuruga familia ama uhusiano ya watu na anapelekea wapendanao kuhitilafiana na kupelekea wapendanao kutokuwa na maelewano. Kwa hiyo tukawa tumeshajua kwamba kivuruge tumzoee, anayevuruga jamii, anayevuruga familia, watu wanakuwa hawaelewani. Kwa hiyo natakiwa mtu wa Mungu kumfahamu kivuruge. Kama akiwa jirani yako ama akiwa katika familia, ukoo, ama katika mazingira yanayotuzunguka, unatakiwa kumzoea. Tukaangalia kivuruge kingine, simu, ambayo imekuwa kivuruge kwa wanandoa. Watu walio katika ndoa wamekosa amani kwa sababu ya simu. Tukasema nao hii simu watu waizoee. Sasa tunaendelea na mafundisho yetu. Yaani kwamba kitu ambacho unachotaka kujua. Kwanza nataka niseme mwanandoa, hebu ondoa hofu. Ondoa hofu ndani yako. Nasema uondoe hofu kwa nini? Kwa sababu gani? Watu wengi wanaishi katika hofu. Ulimwengu wa hofu. Wanaitumikia hofu. Huwa najiuliza kwamba kama ikiwa mwanaume alichukua hatua kumfuata mdada, akamwomba urafiki, wakawa wachumba, akisulubika kama anaomba nafasi ya kazi, mwisho wa siku yule mdada akakubali, wakafunga ndoa. Na alipofunga ndoa tena kwa michango mikubwa, walichukua hata ukumbi mkubwa, walialipwa watu wakiwa wengi, maelfu, wakahudhuria hiyo harusi. Mdada akakubali, wakafunga ndoa kihalali, wakapewa na nyumba ama chumba, wakaanza kuishi. Dada umepewa ufunguo wa nyumba. Sasa najiuliza, hofu yako nini? Kama mtu alichukua hatua zote zinazotakiwa katika jamii, akahakikisha anatimiza haki zote za msingi za ndoa, akafunga na ndoa kanisani, mahali pa ushahidi mkubwa, hofu inatoka wapi? Kwako wewe mama. Au kama wewe ni mama, ulikubali kwa moyo wako, kijana wa watu wakakufuata, mkaelewana, hata kama ingekuwa kimtaani kigetogeto, watu jamii yote imeshatambua kama wewe ni mtu wa mtu fulani. Sasa wewe nani unayepata hofu? Mashahidi wote hao bado una hofu na uhusiano. Kuna mpaka nakala za ushahidi kuhusu ndoa yako, kuhusu uchumba wako, mbele ya jamii na maelfu ya watu, na hata mngekuwa wachache. Mtu akishaweka hadharani, sasa wewe mmoja unakuwa na hofu ya nini? Mama una hofu ya nini? Baba una hofu ya nini kuhusu ndoa yako, kuhusu uchumba wako ambao umeshapita, ambao umeshakuwa ndoa, tayari mna watoto? Kwa sababu unapokuwa na mahusiano yanapelekea kupata watoto. Neno la Mungu linasema katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18, Mungu akaona si vema Adamu akawa peke yake, akaamua kumtengenezea msaidizi ambaye ni Eva. Baada ya kumtengenezea mtoto wa kike, msaidizi mwenye Adamu alikuwa jinsia ya kiume, akatengenezewa mtoto wa kike ambaye ni jinsia ya kike. Walipokaa pamoja wakasababisha watoto. Mara ya kwanza Adamu kukaa na Eva walipata mtoto ambaye kwa jina angeitwa Kaini, mtoto wa pili akaitwa Abili, mtoto wa tatu akaitwa Seti. Tayari wakatengeneza familia. Kwa unapotengeneza mahusiano ukiwa mtu mzima, tarajia kinachotokea ni kutengeneza familia. Sasa mimi kinachoniumiza ni tunapotengeneza familia alafu kuziacha zinazagaa bila utaratibu, inakuwa inaumiza mbele za Mungu. Tunamkosea sana Roho Mtakatifu. Mmekubali wenyewe, mmeenda mpaka kusumbua wachungaji, mchungaji tufungishe na ndoa, ushahidi wa penzi lenu. Lakini hii leo watu wana hofu, hawana yani hawana amani
na mahusiano. Mtu una mafunguo ya chumba, una mafunguo mmegawana na mumeo ya nyumba. Hofu ya nini? Hofu zinatoka hapa. Kwa nataka niseme, hebu tuondoe mashaka, tuondoe hofu. Hofu zinatokana na kuacha kusoma neno la Mungu. Jamii imeacha misingi muhimu ya neno la Mungu. Watu wamejisahau, wamemsahau Mungu. Wameacha maagizo ya Mungu yaliyo muhimu, yaliyo haki yao. Tunaangalia jamii ya mwanzo ilikuwa ikiishi kumtazama Sulemani na mama watoto wake walivyokuwa wakipendana. Tunaangalia katika wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora jinsi unavyotufundisha wenye mahusiano. Na mahusiano yanafanyika kuanzia mtoto ambaye alishakuwa mtu mzima, kuanzia miaka 20 kwenda. Watoto kuanzia miaka 0 mpaka miaka 18 wanakuwa hawako tayari miili yao kimahusiano. Wanakuwa chini ya wazazi. Kijana kuanzia miaka 20 kwenda juu anao hitaji. Na hitaji ya mahusiano ni kiasili ya binadamu. Kwa hiyo yeye mwenyewe haambiwi na mtu. Kijana yeye mwenyewe anaanza kuwaza, kufikiria. Ina maana ashakomaa kiakili. Kwa hiyo usije ukamforce mtoto wa miaka sijui mingapi, 5, 10 ngapi tayari uwe na mchumba. No. Watoto umri 0 mpaka 18 hisia hawana wala hawajui. Na ukakuta wamefanya ujue mtu kawafundisha, kawachochea, kawasimamia. Lakini watoto umri wa miaka 18 kushuka chini mpaka 19 hawana hii roho hiyo. Hiyo ni roho inayotenda kazi kwa watoto wakubwa. Kwa hiyo mtoto kishafikia umri wa miaka 20 kuelekea juu ana mawazo hayo na yanampelekea kutafuta mwenzake. Kwa hiyo mtoto anapotafuta mwenzie, familia itoe ushirikiano mzuri kumwelekeza sahihi. Mtoto yoyote wa kiume au wa kike. Tuondoke kwenye kwenye ngandamizo ya kipepo ya roho ambayo inatesa watu sasa. Roho za kipepo, roho za roho za ulimwengu. Roho za mawazo yasiyo na tija, roho za hofu. Roho za kipepo, roho za hofu. Ukiishi kwa hofu tayari ni roho za kipepo, upepo ambao si sahihi, sio upepo ya Mungu. Kwa hiyo mapepo ni upepo unaomuingia mtu ambao si wakati mwingine roho ya Mungu ama ikawa roho ya Mungu. Kwa hiyo dunia inakabiliwa na pepo. Kwa sababu hii pepo ipo. Ukasoma Matendo ya Mitume pale 2, utaona siku ile ya Pentekoste ulitokea upepo wa uvumi kutoka mbinguni. Ndio siku hizo pepo zilipoanza kuwashikia wanadamu. Kwa hiyo hii pepo sio shetani. Hii pepo ni roho ambaye zinawasumbua watu. Aidha na Roho Mtakatifu ama roho za kidunia. Kwa hiyo hizi pepo unapaswa kuzitambua. Pepo ya Mungu na ambayo si pepo ya Mungu. Pepo ya hofu. Kwa hiyo hofu na mashaka, sasa inaitwa mashaka. Hii pepo ya wasiwasi. Kwa hiyo pepo ya Mungu ni pepo ya Pentekoste ambayo ikimuingia mtu ana amani muda wote, anaimba, anafurika Roho Mtakatifu na anafanya sahihi. Pepo ya ulimwengu ya hofu na mashaka ni pepo ambayo haina utukufu, inamweka mtu roho juu na mawazo yasiyo sahihi. Kwa hiyo lazima kuzitambua. Kama ni pepo ya ulimwengu unapaswa kuikemea kwa jina la Yesu na ikafutika. Na kama ni pepo ya mbingu unapaswa kuipalilia na kuhakikisha inaleta majibu. Kwa hiyo swala la mapepo ni kuna mapepo na pepo, kuna roho za Mungu hapa. Kwa unapokemea pepo mtumishi wa Mungu, uitambue kwanza roho. Roho inayowezeka za ulimwengu ujue hiyo ni roho ya kawaida sana ya hofu na mashaka juu ya mtu. Lakini pepo ya Roho Mtakatifu, ndimi za moto zinapomkalia mtu, unaona lazima ataanza kupelekwa kwenye neno la Mungu na yaliyo sahihi. Kwa hiyo tunao hilo kuzifahamu roho za ulimwengu zinazomsumbua mwanadamu. Kwa hiyo tangu siku ya Pentekoste zilishuka roho ambazo zinamilikiwa na wanadamu, zinaowakalia wanadamu. Kwa hiyo katika ile Pentekoste unaona zilishuka roho nzuri. Lakini kawaida kwenye cha Mungu kuna na vitu vingine huwa vinajisogeza. Kwa hiyo unapoona hiki sio cha kimungu unakifukuza kwa jina la Yesu. Kwa hiyo watu wa mahusiano wameacha njia ipasayo, njia ya haki, ya kukaa na familia, kusomeana maneno mazuri. Wamebakia kupigana vijembe kama watu wa dunia.